Leo ulimwengu unaadhimisha siku ya mtoto njiti duniani, na takwimu hapa nchini Tanzania zinaonyesha kuwa mtoto mmoja kati ya 10 huzaliwa kabla ya wakati kila mwaka, ikiwa ni zaidi ya watoto njiti 250,000 wanaozaliwa kabla ya wiki 37 za ujauzito. Miongoni mwa changamoto zinazotajwa kuathiri watoto njiti ni pamoja na matatizo ya muda mrefu ya upumuaji na ulemavu wa neva. Taarifa ya Octavian Lamek inasimuliwa studioni na Martha Magawa. Novemba 17 dunia huadhimisha siku ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Maadhimisho hayo yanalenga kuongeza uelewa wa jamii kuhusu changamoto zinazowakabili watoto wanaozaliwa kabla ya wakati, yaani kabla ya ujauzito, kukamilisha wiki ya 37 ya umri wa mimba. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani WHO, takribani watoto milioni 15 huzaliwa kabla ya wakati kila mwaka duniani, huku watoto milioni 1 kati yao hupoteza maisha kutokana na sababu mbalimbali za kiafya. Nchini Tanzania, takwimu zinaonyesha picha halisi kuhusu jambo hili, ambapo mtoto mmoja kati ya 10 huzaliwa kabla ya wakati kwa mwaka, ikiwa ni zaidi ya watoto 250,000. Aidha, ripoti mbalimbali za afya zinaeleza kuwa sababu zinazohusishwa na kuzaliwa kwa watoto kabla ya wakati huwa ni pamoja na masuala ya afya ya mama kama vile shinikizo la damu pamoja na maambukizi, lishe duni na ukosefu wa huduma za afya za kina wakati wa ujauzito. Miongoni mwa changamoto za kiafya zinazotajwa kuathiri watoto njiti ni pamoja na matatizo ya muda mrefu ya upumuaji na ulemavu wa neva. Hivyo, siku hii huangazia umuhimu wa utunzaji maalum wa watoto hao, ikiwemo matumizi ya huduma ya mama Kangaroo Mother Care KMC, pamoja na upatikanaji wa vifaa vya kisasa kama mashine za kupumulia incubators ili kuokoa maisha ya watoto hao. Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Afya inaendelea kuimarisha miundombinu ya utoaji wa huduma. Hii inajumuisha ujenzi wa wodi maalumu ya watoto wachanga wagonjwa, ununuzi wa usambazaji wa vifaa tiba na kutoa mafunzo maalumu kwa watoto huduma ili kuwawezesha kuhudumia watoto njiti kwa ufanisi. Matarajio ya maadhimisho haya kwa mwaka 2025 yametajwa kupitia kauli mbiu yake isemayo, tuwapatie mwanzo bora watoto wachanga wanaozaliwa kabla ya wakati kwa afya bora, huku ulimwengu ukihimizwa kuongeza uwekezaji ili kuhakikisha kila mtoto njiti anapata mwanzo mzuri wa maisha, kwa sababu utunzaji bora unaweza kuokoa maisha ya wengi. Hapa naungana naye Dr. Sylvia Rwambo katika kutazama maadhimisho ya siku hii ya mtoto njiti. Yeye amelea mtoto njiti na atatupa uzoefu wake. Karibu sana daktari. Asante sana. Moja sababu zinazotajwa kupelekea kwa kuzaliwa, kwanza kumekuwa na imani tofauti nyingi sana kwamba wengine mtoto njiti mara sijui umelogwa, mara hujara vizuri ukiwa mjamzito. Sababu nyingi ambazo ni potofu kwenye jamii zetu. Kwa uzoefu wako, unadhani ni sababu gani hupelekea watoto kuzaliwa kabla ya wakati? Kuna sababu nyingi na kuna nyingine wanasema inatokea tu, lakini pia sababu za kuzaa mtoto njiti zipo. Moja wapo ni kuwa na multiple birth, watoto wengi, mtoto zaidi ya mmoja. Kwa mfano ukiwa na watoto mapacha, possibility ya kuzaa watoto njiti ni kubwa. Wengine wana twins, wengine wana watoto watatu, wengine wanne. Kwa hiyo possibility ya kuzaa watoto njiti ni kubwa sana. Lakini pia kuna kuwa na sababu za kiafya za kitabibu, kuwa na magonjwa chronic kama magonjwa ya figo, magonjwa ya moyo, yanapelekea pia kuwa na kuzaa mtoto njiti. Na wakati mwingine ukiwa na historia ya kuwa na mtoto njiti, historia nayo inakupelekea kuwa tena na mtoto njiti. Kuna wale wanaofanya abortion mfululizo, wanafanya abortion mara kwa mara, nayo inapelekea kupata mtoto njiti. Wakati mwingine mzazi kuzaa mfululizo bila kuwa umepumzika angalau kipindi fulani, inapelekea pia mzazi kuwa na mtoto njiti. Kuna sababu nyingine za mtindo wa maisha, uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe, kutokula chakula vizuri. Sababu zipo nyingi, lakini kuna ambazo zinaweza zikazuilika na nyingine hazizuilika. Complications wakati wa ujauzito, labda mtu ana stress au trauma, amepitia ukatili, amefiwa na mpendwa wake. Zote hizo ni sababu. Sasa umetuambia sababu daktari, lakini tayari mtu ameshapata
ama kabla hatujafika kwenye kupata mtoto njiti, umetueleza sababu nyingi, lakini kuna namna yoyote mtu anaweza kuzuia mtoto kuzaliwa kabla ya wakati? Namna zipo kufuatana na sababu. Kama kubadilisha mtindo wa maisha, kwa mfano kuvuta sigara, kunywa pombe, madawa ya kulevya wakati uko mjamzito, lakini pia kuzingatia ulaji mzuri na kuwa na lishe na afya bora, kwenda kliniki unapokuwa mjamzito ili kupima afya yako, lakini pia kama una haya magonjwa kama pressure nini, kutibu magonjwa ambayo yanakusumbua ili uweze kuhakikisha kwamba uko na afya njema kabla ya kubeba ujauzito na vitu vya namna hiyo. Okay. Kwa hiyo kufuatana na sababu ndivyo ambavyo namna unavyoweza kuzuia hii changamoto, ingawa wakati mwingine inaweza kaja bila hata changamoto. Malezi yake yakoje? Tupe uzoefu. Kumlea mtoto njiti, kwa mfano sasa mtoto amezaliwa na yupo hospitali, na watoto unajua nakuwa na complications, shida za kunyonya, shida za kupumua, shida katika ukaaji wao, kwa sababu pia inabidi wawekwe ile ngozi kwa ngozi, kangaroo. Kwa hiyo malezi yake yanahitaji kwanza uangalizi wa karibu wa tabibu, na ndio maana wanabaki hospitali. Na wakati mwingine wanakuwa kwenye zile mashine za kuregulate joto, kwa sababu miili yao haiwezi kuhimili mashine za kupumua. Kwa hiyo unakuta mzazi anakaa sehemu nyingine, anakwenda anamnyonyesha mtoto wake, anamwangalia, anarudi. Na hata anaporudi nyumbani bado huyu mtoto anatakiwa kuwa na uangalizi maalum kwa muda mrefu, kwa sababu mama pekee ndio inakuwa ni rahisi kwake kumtazama mtoto. Na ndio maana taasisi ya Doris Mollel ilijitahidi sana pamoja na wadau wengine kufanya kampeni na kuhakikisha kwamba serikali inaongeza siku za likizo ya uzazi kwa mama wanaozaa watoto njiti, kwa sababu hata kama mtoto tumwachia dada wa kazi, mtoto anakuwa na utepetevu wa misuli au ukazaji wa misuli, anakuwa na dalili nyingi na viashiria vingi, shida ya macho. Kwa hiyo mzazi ukiwa karibu na mtoto inakuwa rahisi kugundua, kwa sababu pia ikumbukwe watoto wengi wanaozaliwa kabla ya wakati pia wana hatari kubwa ya kupata ulemavu, hasa ulemavu wa mtindo wa ubongo, yani cerebral palsy. Kwa hiyo mzazi anapata muda mrefu kukaa na mtoto wake, basi inakuwa rahisi kuangalia viashiria vyote na kuweza kuvitambua kwa haraka. Ni gharama kiasi? Gharama ni kubwa, kuna non-medical na medical cost. Kwa mfano mtoto anapokuwa hospitali, kuna dawa wanasema mapafu hayajakomaa, kuna sindano zile 3 anapoanza mtoto anatakiwa kuchomwa, zina gharama ya juu. Lakini kumbuka huyu mtoto saa nyingine anatakiwa kae wodini wiki 2, mwezi, inategemeana na hali ya mtoto. Kwa hiyo inategemea pia na changamoto alionayo na huduma anayohitaji. Mtoto wengine wanakuta shida ya kupumua, anatakiwa akae kwenye mashine muda mrefu, mwingine anapata hiyo manjano. Kwa hiyo vitu ni vingi na gharama za utabibu ni nyingi. Lakini pia kuna hizi tunazosema ni non-medical expenses. Umekaa mama hospitali, lazima watu waje kuone, wakuletee chakula, wamletee mtoto diapers, mafuta ya nazi, huduma nguo, yani tofauti na ambavyo mama akiwa nyumbani. Unakuta hata hizo nauli za kuja hospitali kila siku nazo ni gharama ambazo hatuzioni, lakini ni kubwa, ni kubwa. Nimeona kuna yule mwanamke anajitolea surrogation motherhood, kukumbatia wale watoto. Ile ni mbadala wa mashine ama inakuwa vipi? Huyu mtoto hata kama anakaa kwenye mashine, lakini bado akitoka anahitaji kukaa ile tunasema ngozi kwa ngozi na mama yake, apate lile joto ambalo ametoka kabla ya muda wake. Kwa hiyo aendelee kupata lile joto la kwenye ngozi, kwa sababu ngozi ya binadamu ina joto lake ambalo kwa mtoto linamsaidia. Kwa hiyo mtoto huyu anapozaliwa kabla ya wakati, mara nyingi anatakiwa, sio mara nyingi, anatakiwa kae apate hiyo tunasema matunzo ya ngozi kwa ngozi. Sasa inaweza katokea mtoto amezaliwa halafu mama ametwaliwa, amefariki, au mama naye anaumwa sana, au wamama wengine wanakimbia watoto.
Akimwona mtoto njiti alivyo vile na anavyokuwa anatisha, wazazi wengine kweli wanawakimbia watoto. Kwa hiyo wanahitaji, na ndio maana unaona alijitokeza huyo, na sasa tunaona wengi bado wanaendelea kujitokeza kwa ajili ya kusaidia, kwa sababu mama peke yake pia anachoka. Na akiwa nyumbani kwa mfano akapata watu wa kumsaidia, baba akafanya na yeye, haimtaki mama peke yake. Mtu yeyote mradi awe msafi, amejiweka vizuri na anaweza kukaa na huyo mtoto kwa muda ambao unatakiwa, wakati ambao mama naye anakuwa amepumzika. Umeniambia unafanya kazi na shirika la Doris Mollel. Nina hakika kwamba unapata uzoefu mkubwa kuona wamama wengi wenye watoto njiti. Hawa watoto wakishakuwa wamefanikiwa labda kuvuka ile hatua ya ambayo inaogopesha kama unavyosema. Inaogopesha. Afya ya watoto inakuwaje? Wanakuwa wembamba sana wakikua ama inategemea na namna unavyowalea? Yani sio mbali kufanya na Doris. Mimi mwenyewe ni mama wa mtoto njiti, na kupitia Doris tumeunda mtandao wa Tanzania Preterm Family Network. Tunao mtandao wa mama wenye watoto njiti. Kile kipindi cha awali kwa kweli ni kipindi cha stress, kipindi ambacho unamwangalia mtoto hata mkononi ajai, unajiuliza atakuwa atatoboa, lakini akishapita kile kipindi hawa watoto wanakuja kuwa wazuri, wana afya, wana akili. Lakini kwa wale ambao hawakuweza kutoboa, basi tunasema ni bahati mbaya, lakini tunatamani watoto wote waishi na wanaishi kama wanapatiwa mazingira mazuri. Wanakuwa watoto wazuri, wana akili, wako vizuri. Na wakianza kufikia stage ya kuanza kuongezeka uzito, wanakwenda kuwa na afya nzuri, wala huwezi kuamini kama ni huyu yule mtoto ambaye alikuwa na changamoto za kuzaliwa kabla ya wakati, na kwa sababu anakuwa na uzito wa chini sana. Niambie kuhusu uzoefu wa wale ambao tayari wamekisha kwenda shule. Najua mnashirikishana uzoefu na wazazi wengine. Hawakumbani na aina zozote za unyanyapaa, labda kama wenzake wakijua ama yeye akisema nilizaliwa njiti na vitu kama hivyo? Kwa mashuleni unajua bado uelewa kwa watoto wetu haujawa mkubwa. Lakini kwenye jamii sasa, na jamii ikinyanyapaa, ndani ya jamii kuna watoto na wao wanaona. Kwa hiyo na wao wanamlebo yule kwamba ni mtoto njiti. Sasa jamii bado haijawa na uelewa sana. Mtoto njiti anazaliwa, ukiangalia ngozi yake unaweza kusema anapasuka sasa hivi. Yani inakuwa hivyo, mwingine anakuwa na vimalaika vingi kama hivyo, anakuwa wanjano, mdogo, mwekundu, yani anakuwa na features nyingi. Sasa watu wanakuja kumuona. Wakija kumuona wanatoka na mtazamo tofauti. Lakini wakati mwingine tunashauri mtoto huyu akae kwa ulinzi, atazamwe vizuri na wazazi. Lakini bado jamii ukishajua amezaa mtoto njiti, wengine wanasema laana, mama alifanya hiki. Kama nilivyosema, kuna sababu na kuna wakati mwingine hata sababu hazipo. Wanaanza kumlebo mama, kwa hiyo nyanyapaa unakuwa mkubwa. Na nikwambie, wa baba wengi ambao watoto wao wamezaliwa njiti wanaacha, yani akishakuja hospitali story inaishia hapo. Ukirudi nyumbani kashafunga mizigo kaondoka. Lakini kuna baba ambao wako very supportive, hawana uelewa kuhusu mtoto njiti, lakini wanasimama kwamba huyu mtoto wetu wote wanalea. Sasa kadiri siku zinavyoenda tunatamani uelewa uongezeke, na sisi kupitia mtandao tunafanya uchechemuzi, advocacy, ili kuhakikisha kwamba watu wanaelewa kwamba mtoto njiti ni mtoto kama watoto wengine, na ukifika muda anaenda kuwa mtoto mzuri kama watoto wengine. Mnakuwa mnawaambia nini sasa wanawake ambao waume zao wamekimbia baada ya kuona tu kwamba mtoto amezaliwa kabla ya wakati? Kwanza kuna wanasema, na tunatiana moyo. Nawaambia hakuna kitu kipya chini ya jua. Yani wewe sio wa kwanza na hautakuwa wa mwisho. Kikubwa mtazame mtoto wako. You need to prove them wrong. Wanaomnyanyapaa na waliokimbia. Kwa sababu mwisho wa siku mtoto wewe uliyemzaa ndio unajua yukoje na anakuaje. Kwa hiyo tunatiana moyo, na wakati mwingine unakuta mwingine ameachwa hata matumizi ya muda. Kupitia mtandao wa mama waliopitia changamoto hii, unakuta mwingine hali yake ni ya kawaida, lakini akijua mwenzake kapitia changamoto anajitoa. Kwa hiyo tunasaidiana, tunahakikisha kwamba kama ni gharama za hospitali tunasaidiana kuhakikisha wanazikava, kama ni kwenda kuwatembelea hospitali kupeleka chakula tunafanya hivyo. Lakini mwisho wa siku na yeye anapata faraja kuliko aendelee kuwa na stress itakayofanya akose hata maziwa sasa ya kumnywesha mtoto wake, au na yeye mwenyewe aanze kupata magonjwa mengine ya pressure, vidonda vya tumbo. Kwa hiyo tunatiana moyo na tunawaambia kabisa wamama, wewe sio wa kwanza na hutakuwa wa mwisho. Wapo wanaoacha au kuachana bila atakuwa na watoto njiti. Kwa hiyo focus kwa mtoto wako, ili mwisho wa siku ile sababu ya wewe kuwa na mtoto njiti ikosekane, kwa sababu mtoto anaenda kuwa mtoto mzuri na anakuwa vizuri. Niambie uzoefu wako wewe binafsi. Bila shaka
kuambiwa kwamba una mtoto wako atazaliwa kabla ya muda ni stress kubwa. Kwako wewe ilikuwaje, na ulivyofahamu ulipokeaje, na mpaka safari yako ya malezi? Sio wote wanaoambiwa, kwa sababu saa nyingine uchungu unakuja ghafla. Okay. Kwa hiyo unapokwenda kuzaa mtoto, hata kama unajua siku hazijatimia, lakini unakwenda hospitali, unajifungua mtoto, ukiamini anatoka, yani siku hazijatimia, huna picha kichwani, unajua anatoka mtoto. Lakini kwako ndo alikuwa wa kwanza. Kitu unakiangalia, kile kitu kinachotoka unastuka. Mimi niliangalia nikajiuliza, wewe ni mtoto mwekundu, yani unaangalia, unaona kama unaona mpaka ndani, yani utafikiri unamwona kama mpaka ndani. Katikati ya stress na kuchanganyikiwa. Mimi mama yangu alikuwa nesi, ndio bahati nzuri, lakini sasa narudi kwa wale ambao hawana wa mama nesi. Katikati ya kitu kama hicho, unafurahi kupata mtoto, lakini pia unachanganyikiwa, ni mtoto wa aina gani? Kwa hiyo unajikuta unakuwa na stress. Wahudumu wapo, wanatueleza na wanatuelekeza, watamsijali, unachotokea kufanya ni 1 2 3. Sasa ile safari ya 1 2 3 nayo pia na stress nyingine. Kwa mfano, umezaa mtoto, unaona wenzako waliozaa pamoja na wewe wamelala na watoto wao. Wako kwenye mashine. Unaenda, unamchungulia, unarudi. Unaenda, unamchungulia, unarudi. Hujui asubuhi unaamka mtoto wako yukoje? Hujui baadaye nikienda namkutaje. Unatamani uwe naye kila saa, lakini haiwezekani. Kwa hiyo nayo ni safari nyingine. Halafu baada hapo unabaki na mtoto wako, sasa unaanza kumkangaroo. Ukiwa na watu wa kukusaidia kwako ni nafuu. Fikiria huna mtu wa kukusaidia na mtoto anabidi umweke hapa kwenye ngozi kwa ngozi, kuna kufua, kuna kupika, kuna vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo unajikuta unakuwa ni mtu unahitaji sana huduma ya karibu, lakini pia na support ya ndugu, familia na jamii, watu wa kukutia moyo, sio tu wale wa hospitali, kwa sababu mwisho wa siku narudi kwenye jamii. Nahitaji watu wa kukutia moyo na wa kukusaidia. Mwanao saizi ana umri gani, daktari? 89. Mtu mzima. Alijua? Anajua. Ulimwambia kwamba alizaliwa njiti? Anajua kilo zilikuwa sio kilogram. Gramu 900. Wow. Yani ulimwambia akiwa na umri gani kwamba bwana ulizaliwa ukiwa njiti? Nilimwambia akiwa mkubwa kabisa tayari. Akiwa mkubwa kabisa na uelewa unavyo, yani unaweza kumueleza akakuelewa kwamba mtoto njiti ni mtoto wa aina gani. Kwa hiyo alipokea, yani kwa sababu alikuwa ameshasoma na picha anayo. Anasema okay, nimetoboa. Na anambia kweli watoto kama nyinyi mnakuwa na akili, na alikuwa ana interest ya kujua what happened, uzito wangu ulikuwaje, niliendaje. Na nilimwambia ulifika miezi 6, wakati tunaenda clinic, wakati ule tunashindanishwa mama wenye watoto wenye afya. Mimi nilipata zawadi ya mama mwenye mtoto mwenye afya. Nikasahau kabisa historia kama mtoto huyo alikuwa ni mtoto mwenye gramu 900. Kwa hiyo basi alipokea, anafurahi, na anajua leo tunaadhimisha siku ya watoto njiti. Siku yake, siku yao. Kwa hiyo bado tuna watoto njiti waliokuwa ni watu wazima, kuna ambao ni vijana na kuna wanaozaliwa sasa. Lakini tunawaadhimisha wote kwa sababu ndio mashujaa wetu. Kabisa. Dr. Sylvia, swali langu la mwisho kwako, unamwambia nini mama ambaye ana mtoto njiti na amekata tamaa? Labda wasikate tamaa. Nataka kuambia wasikate tamaa, kwa sababu tupo sisi ambao ni ushuhuda unaoishi. Tumezaa watoto njiti, tupo wengi, na katika kuzaa na kulea tunapata uzoefu wa tofauti. Watoto njiti na watoto wazuri ni mashujaa, na ukimzaa mtoto njiti ukamlea, na wewe mama pia ni shujaa. Tunawakaribisha ungane na sisi kwenye mtandao, tuweze kubadilishana uzoefu, kusaidiana. Na kesho kutwa tutakwenda Amana kwenda kuwatembelea mama wenye watoto njiti, kuwatia moyo na kusherehekea nao siku hii maalum. Sawa, asante sana Dr. Sylvia kwa kushirikiana na sisi uzoefu wako, na tunakutakia kila laheri kesho kutwa mkienda pia Amana. Na sisi basi salamu zetu ziwafikie, ingawa bado kazi yetu ni kuendelea kutoa elimu kwa jamii, kuhakikisha kwamba wamama ama wanawake wanaopata watoto njiti wajue kwamba sio mwisho, na watoto njiti wanaweza kukua kwa watoto wazuri kabisa. Asante, salamu zitafika, na tunashukuru pia kwa kipindi, kwa sababu kitasaidia pia kuraise awareness zaidi na zaidi. Crown Media. Hapa ni nyumbani.